Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kitu ambacho nakuomba ni kimoja tu peke yake. Usikilivu mwema na usambaze hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi, na kama haujaweza kupiga subscription tafadhali fanya hivyo. Jinsi ambavyo ninaona mambo yalivyo Tanzania, hakuna siku ambayo ndugu zangu wa Tanzania watamsamea Samia Suluhu Hassan, rais ambaye aliweza kumwaga damu ya wananchi wengi sana ili kusalia madarakani. Tusemezane tu kweli. Ni nini hichi ambacho kimeweza kujiri mpaka ninazungumza hivyo? Kadiri ya matukio yanavyotendeka dunia nzima, aswa kuelekea kwa wale viongozi ambao ni madikteta, ndugu zangu wa Tanzania wanaomba hayo mambo ambayo yanawatokea viongozi dikteta yangemtokea Samia. Mfano, wacha nikupee mfano mzuri. Siku ya kuamkia siku ya Jumamosi hii leo, Januari tarehe 3 mwaka 2026, Marekani ikiongozwa naye Rais Donald Trump wameweza kufanya mashambulizi ya angani katika taifa la Venezuela na kumkamata rais wa Venezuela ambaye ni bwana Maduro Nicolas na mke wake. Kwa hivyo kipindi ambapo tunazungumza sasa hivi, rais wa Venezuela yuko kizuizini, yuko mikononi mwa Amerika. Taifa la Venezuela wameweza kutangaza hawajui mahala ambapo rais wao yupo, lakini Marekani imedhibitisha kusema kwamba wao ndio wanamshikilia rais wa Venezuela bwana Maduro Nicolas na mke wake ambaye ni First Lady, mama wa taifa hilo. Katika ujumbe ambao rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuutoa ili kudhibitisha kwamba yeye ndiye ameweza kumshikilia bwana Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, alieleza kwamba Marekani imefanikiwa kutekeleza mashambulizi makubwa dhidi ya Venezuela na kiongozi wake rais Nicolas Maduro ambaye pamoja na mke wake wamekamatwa na kusafirishwa nje ya nchi. Kwa hivyo nasikia walimkamata na kumsafirisha nje ya nchi ya Venezuela, wamemficha. Unanielewa mpenzi mtazamaji? Trump aliongeza kuwa operesheni hiyo ilifanyika kwa kushirikiana na vyombo vya usalama vya Marekani, akisema maelezo zaidi atayatoa baadaye. Sasa baada ya Maduro kukamatwa, mpenzi mtazamaji, na kikosi cha ngazi ya juu sana Marekani ambacho kinaitwa Delta Force cha jeshi la Marekani, na sote tunaelewa kwamba Delta Force ni kikosi cha juu kabisa cha jeshi la Marekani kinachojihusisha na operesheni za kupambana na ugaidi. Kuna huyu mwenye anaitwa Mark Rubio kutoka Marekani amesema kwamba huyo rais wa Venezuela bwana Maduro atafunguliwa mashtaka ya jinai. Sijui kama mnanielewa mpaka hapo. Atafunguliwa mashtaka ya jinai. Kwa hivyo Rubio amesema kuwa Maduro atakabiliwa na mashtaka Marekani. Kwa hivyo atasafirishwa kutoka Venezuela apelekwe Marekani aende kufunguliwa mashtaka pale, na hakuna hatua zaidi zinatarajiwa Venezuela, seneta wa Marekani akaeleza. Waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio amesema kuwa hakutakuwa na hatua zaidi
zilizochukuliwa dhidi ya Venezuela kufuatia kukamatwa kwa Rais Nicolas Maduro. Senator Mike Lee alithibitisha kukamatwa kwa Rais Maduro na kueleza kuwa atakabiliwa na mashtaka ya jinai nchini Marekani kufuatia mawasiliano ya simu na Bwana Rubio. Kwa hivyo, kulingana na Bwana Trump, anaeleza kwamba huyu rais wa Venezuela, sababu ambayo imeweza kumfanya yeye na utawala wake wa Marekani kuweza kumkamata ni kwa sababu anauza madawa ya kulevya. Anashirikiana na vikosi vya kuuza madawa ya kulevya, kwa hivyo anaingiza madawa ya kulevya Marekani. Na Donald Trump anasema kwamba hayo madawa ya kulevya ndiyo yanachangia utovu wa usalama miongoni mwa wananchi. Kwa hivyo kama njia moja ya kukabiliana na madawa ya kulevya ambayo yanaingizwa Marekani, akaweza kumkamata Nicolas Maduro ambaye ni rais wa Venezuela, na sasa hivi amemficha pamoja na mke wake ambaye ni first lady wa Venezuela. Sasa baada hizo taarifa kutolewa, unajua Watanzania na wanaharakati wamesema nini? Wanaomba ingekuwa ni Samia amekamatwa. Sasa wamesema kwamba watapigia wengine makofi mpaka ile siku ambayo taifa lao la Tanzania litafikiwa, hawa viongozi madikteta waweze kuondolewa madarakani. Mfano, mimi sijawahi danganya. Kuna huyu mwanaharakati mwenye anaitwa Maria Sarungi. Maria Sarungi akaja kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mtandao wake wa X mkubwa sana, mwendo wa saa 6:58 mchana, akachapisha taarifa baada ya kwenda na kunyofoa ule ujumbe ambao Donald Trump aliweza kuchapisha, ambao Donald Trump aliweza kuhakikishia wananchi na dunia nzima kwamba amekwisha mteka nyara rais wa Venezuela. Sasa Maria Sarungi akaenda kakata ule ujumbe na akauchapisha, akasema kwamba ila Trump mbabe kesha mchomoa Maduro kutoka kwao. Yaani mpaka anashangaa eti kwamba Trump ni mkali sana, ametuma kikosi cha jeshi kutoka Marekani cha Delta Force, kimeenda kimemchomoa mtu ambaye anaitwa Maduro kutoka nyumbani kwake Venezuela. Alafu akaendelea kusema kwamba atusaidie, yani sikiliza hapo, atusaidie kutuchomolea madikteta aise kwenye nchi zetu hizi. Ngoja akili iwakae sawa washenzi wote. Kwa hivyo ameweza kumwomba rais wa Marekani kwamba achukue jukumu na kuweza kuhakikisha kwamba anasaidia Tanzania kuweza kuondoa Samia madarakani, kwa sababu wanaeleza kwamba Samia ni dikteta. Kwa hivyo sababu kubwa ambayo imefanya ndugu zetu wa Tanzania wanataka Marekani iweze kuwasaidia kumuondoa Samia madarakani kwa sababu yeye ni dikteta. Na sote tunaelewa kwamba rais ambaye ni dikteta au kiongozi ambaye ni dikteta ni mtu ambaye haruhusu uhuru wa kujieleza. Tanzania ukipatikana ukijieleza, hiyo ni hatia na ni uhaini. Ukionekana unatetea haki, ukionekana unataka uchaguzi wa haki na huru, wewe unawekewa makosa ya uhaini. Kiongozi dikteta ni yule ambaye anaiba uchaguzi, anataka endelee kusalia madarakani bila ya kuweza kushiriki kwenye uchaguzi wa haki na huru. Kiongozi dikteta ni yule ambaye anamwaga damu ili mradi tu aweza kusalia madarakani. Kwa hivyo hizi ndizo sababu ambazo zimechangia mpaka Maria Sarungi kuweza kumwomba rais wa Marekani Donald Trump kuhakikisha kwamba anasaidia taifa la Tanzania kumnyofoa na kumng'atua madarakani Samia Suluhu Hassan. Je, kulingana na hili ombi ama kutokana na hili ombi la Maria Sarungi, wewe unaunga mkono kwamba Donald Trump aweza kusaidia Watanzania kumuondoa Samia Suluhu Hassan madarakani na amfungulie mashtaka kwa sababu amekwamilia madarakani, aliweza kumwaga damu ya Watanzania akaingia madarakani, aliweza kuwaumiza Watanzania akaingia madarakani, na anatumia madaraka yake yeye kama kiongozi wa Tanzania vibaya? Kama unakubaliana na hilo, naomba niweze kupata wazo lako. Mimi ni Bwana Ezra, asante sana kwa kuendelea kunifuatilia. Sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi vingi. Mwenyezi Mungu awabariki.